Kuna mabadiliko makubwa katika mchezo utakaochezeka tarehe 6 mwezi wa 5 2026. Mchezo wa KMC na Yanga, mchezo wa Simba na JKT, mchezo wa Dodoma na Mtibwa. Kuna mabadiliko katika utabiri. Katika utabiri kuna mabadiliko kwenye timu moja. Utabiri ulikuwa kwamba Yanga atafungwa na KMC. Lakini sasa utabiri wa Simba ilikuwa atafungwa na JKT. Na utabiri ilikuwa Dodoma na Mtibwa atafungwa. Ilikuwa hizo mbili, Dodoma na Mtibwa. Ilikuwa KMC na Yanga, ikawa Simba na JKT, Dodoma na Mtibwa. Kuna mabadiliko katika hizo timu tatu. Timu moja wapo kuna mabadiliko. Kuna namna ambavyo mambo yamekwenda. Kuna namna ambavyo shughuli imekwenda. Unajua shughuli ni kushughulika. Shughuli ni kushughulika. Walioenda YouTube ndo wanajua namna ambavyo ilivyo. Na watu wanasema naweka klipu ndefu yenye mazungumzo marefu, siendi shortcut, nawapotezea muda, nakula MB zao, kitu ambacho yaani wanataka niweke shortcut ya namna gani. Kwa sababu ni lazima ninyoshe maelezo, nizungumze. Kama hapa nimetulia, hapana kelele, hapana nini. Tofauti na ile nafanyia, naenda kutoa taarifa sehemu ambayo ina kelele. Lakini kutokana kwamba nakuwa nimefanya shughuli muda ambao tayari natakiwa niende kazini. Mimi naomba tu muwe makini kwenye huu utabiri. Hivi ndivyo itakavyokuwa tarehe 6 mwezi wa 5 2026. Maana nimeona comment pale YouTube kwenye clip ya mwanzo kwamba wewe mara unasema tarehe 15 si 2025. Sijajua kama kuna sehemu labda nimekosea kusema tarehe. Maana kuna mtu amesema kwamba nimesema KMC na Yanga kwamba wanacheza tarehe 5. Nikasema Simba na JKT ni tarehe 5. Nikasema Dodoma na Mtibwa kwamba ni tarehe 5, si mwezi wa 6, si mwezi wa 5. Kwamba kuna namna nimeshindwa, yaani kuna namna mazungumzo kwamba yalikuwa yanagongana. Ndo nikaona tuiweke sawa. Na kuna mambo ambayo yameendelea katika timu hizi tatu. Utabiri wa mchezo wa KMC na Yanga utakaofanyika tarehe 6 mwezi wa 5. Tarehe 6 mwezi wa 5 2026. Jamani, unajua mimi watu wanasema naongea sitabiri nini. Lakini sasa pia nazungumza hivi, hebu acheni matusi.
Acheni matusi, acheni masimango. Sawa. Sio kwamba nina chuki na timu yoyote. Hakuna chuki na timu yoyote. Labda kama hiyo timu ndo mashabiki zake wawe na chuki na mimi. Lakini kwa mimi kuwa na chuki na timu yoyote, hicho kitu hakipo. Hakipo. KMC na Yanga watavurugana pale. Kama kwa hiyo tunaanza na Dodoma na Mtibwa. Dodoma na Mtibwa. Mtibwa atagonga goli za kutosha kumgonga Dodoma. Hiyo tarehe 6 mwezi wa 5 2026. Kishindo. Hapo sijasema mtu anitumie hata 100 yake, ila mtu utakuta anasimanga. Sijasema mtu anitumie hela. Sijasema tuma hela. Si hivi. Mimi mwenyewe kwenye mtandao wangu mwenyewe natabiri naweka kwenye akaunti zangu. Sisi tumeelewana hapo. Kwa hiyo utakuta chuki na hasira na jaziba. Hapana, hatuendi hivyo. Tuondoke na Simba hapo. Tuondoke na Yanga. Nianze Yanga nianze Simba, nakusikiliza hapo. Sawa. Wengi mmesema tuanze na Simba. Yule amesema tuanze na Yanga. Ngoja tuanze na Yanga. Yanga na KMC watacheza. Itakuwa ni tarehe ngapi kama unakumbuka? Tarehe 6 mwezi wa 5 2026. Atakayeshinda baina ya Yanga na Simba ni goli kuanzia 2 kusonga mbele. Yaani haziwezi kuwa chini ya 2. 2 hizo unaziona. Kama zitazidi, sijui upepo wa kisulisuli. Mshindi wa bao hizo. Kama zitapungua upepo wa kisulisuli. Yanga atamgonga KMC na KMC atamgonga Yanga. Hapo wana Yanga wamekasirika. Utabiri wa KMC na Yanga huu hapa. Yanga ndiye atakayeshinda kumshinda KMC. Yanga ni watundu, wamechekecha mpaka KMC. Yaani ile ningewaonesha draft inavyokuaga, yani mtu akiangalia pembeni draft inavyokuwa. Unajua mnaweza mkacheza mtu akiangalia pembeni draft inachekechwa. Umeona zile? Kwa magoli sasa hivi anachekechwa, anafungwa ni KMC. Simba anaenda kumshinda JKT bao zisizopungua. Simba na JKT anaenda kumsokombeza na kumuola magoli ya kutosha. JKT ana goli zake 3 tu. Simba ana goli zake 3 Simba.